بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون معشر السامعين، ndugu وإسلام tuliohudhuria katika swala hii ya dhuhur, ambapo leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano, dhuhuru يوم الأربعاء. hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano al-awwal min shahri Allah dhil hijja, ya tarehe mosi, tarehe moja ya mwezi wa Allah, mwezi mtukufu wa Dhul Hijja, mwaka 1446 hijiria, na huu ni mwaka wa Kiislamu. Ni sawa sawa na tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 2025 miladia. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyotangaziana katika siku ya jana katika darasa yetu kwamba katika wakati huu badala ya kuwa na darasa hapa ambapo tulikuwa tunasoma kitabu al-ajwibatul mufida, badala yake tutakuwa na mazungumzo ya nasaha, kalima, mazungumzo ya nasaha, miongozo, kupeana mawaidha kwa munasaba wa masiku haya 10 tuliyokuwa nayo, ambapo yameanza leo al-ashru min dhil hijja, kwa munasaba wa masiku haya 10 ya mwezi huu mtukufu wa Dhul Hijja. Tunaona tuna wajibu wa kufundishana, kukumbushana na kuzinduana juu ya ahkamu mbalimbali ambazo zinaambatana na msimu huu, msimu wa mwezi wa Dhul Hijja, na hasa katika hili 10 lake la mwanzo. Na mazungumzo yetu insha Allahu taala yataendelea kwa siku 2. Siku hii ya leo, katika muda huu tutayazungumza mazungumzo yetu kwa kiasi ambacho Allah atatuwafikia, lakini pia mazungumzo haya yataendelea kwa siku ya kesho insha Allahu taala katika muda kama huu. Maudhui yetu katika wakati huu na kwa siku hii ya leo na kesho kadhalika, tutazungumzia fadlu 10 أيام من ذي الحجة وما يتبعها من أحكام الأضحية وعيد الأضحى. tutaelezea kwa ufupi sana fadhila za siku 10 za mwezi wa Dhul Hijja, fadlu 10 أيام min dhil hijja, fadhila za siku 10 za mwezi wa Dhul Hijja, wama yatba'uha, na yale ambayo yanayafuatia masiku hayo 10 min ahkami al-udhiyah,
katika hukumu za vichinjo, min ahkami al-udhiyati, katika hukumu za vichinjo, wa Eid al-Adha, na idi ya kuchinja, Eidul Hajj. Maneno yetu yatakuwa yakizungukia katika mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba al-ashru min Dhul-Hijja ni masiku ambayo yamesheheni fadhail, ni masiku yaliyojazwa ndani yake fadhila nyingi. Masiku 10 ya Dhul-Hijja si kama masiku mengine ya kawaida, na ndiyo maana tutakiwa sisi Waislamu tufahamu zile fadhila za masiku haya, ili tupate kuwa tofauti sisi tunapokuwa ndani ya haya masiku 10 ya Dhul-Hijja na siku nyingine katika masiku ya mwaka. Miongoni mwa nukuu zenye kuonyesha fadhila za siku hizi 10 za Dhul-Hijja, ambapo leo ndio siku yake ya kwanza, tutakwenda sisi mpaka siku ya 10 ambapo ni yaumul Eid, ni siku ya Eid. Hayo ndio masiku 10 yanayokusudiwa. Miongoni mwa nukuu za kuonyesha fadhila zake ni aya 2 katika suratul Fajr. Aya ya kwanza ikiwa ni kiapo, na aya ya pili ikiwa ni kiapo. Allah subhanahu wa ta'ala anaapia masiku haya. Qala Allah ta'ala, wal fajr wa layalin 'ashr. Qala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qala Ibn Abbas wa Ibn az-Zubayr wa Mujahid wa huwa Ibn Jabr wa ghayr wahid min as-salaf wal khalaf, innaha 'ashru dhil-hijjah. ثم علق الحافظ ابن كثير على هذا الكلام قائلا وهو الصحيح. الله سبحانه وتعالى katika suratul Fajr anasema, wal fajri, na apa kwa wakati wa alfajiri, wa layalin 'ashr, na naapa kwa masiku 10. Ni usiku kwa maana ya masiku yakihesabiwa mchana wake na usiku wake. Na utaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameviapia viumbe vyake, ameuapia wakati wa alfajiri kwa ule utukufu wa wakati huu, lakini akaapia masiku 10. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana khiari katika hilo, lahu subhanahu wa ta'ala an yahlifa bima shaa min makhluqatihi, ana ruhusa hiyo, ni halali kwake Allah subhanahu wa ta'ala, inafaa kwake yeye kuapa kwa atakacho katika viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Amma al-makhluqun, ama viumbe, haifai kuapa illa kuapia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana halifan falyahlif billah, na yeyote ambaye anataka kuapa basi aape kwa jina la Allah. Hawa ni viumbe, ama Allah anaapa kwa atakacho katika viumbe wake. Sasa mnaona hapa Allah ameapia wakati wa alfajiri, kisha akayaapia masiku 10. Masiku 10 haya yaliyotajwa kwenye aya hii ni masiku gani hayo? Qala al-Hafidh Ibn Kathir, al-Allamah Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwenye tafsiri yake, tafsirul Qur'an al-Azim, wakati anaifasiri aya hii au aya hizi mbili, ukisoma tafsiri ya Ibn Kathir katika juzuu yake ya 8 ukurasa wa 413, anasema al-Hafidh rahimahullah, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, wa huwa Abdullah ibn Abbas habrul umma, mwanachuoni wa umma, turjumani al-Qur'an, mfasiri bingwa wa Qur'an, aliombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuwa mfasiri bora wa Qur'ani na mwenye ilmu ya dini. Allahumma faqihhu fi ddin wa'allimhu at-ta'wil, Mtume akimwombea Abdullah ibn Abbas. Sasa anasema Abdullah ibn Abbas wa ibn az-Zubair, kadhalika ibn az-Zubair wa Mujahid, na vile vile
al-allamatu at-tabi'i al-jalil Mujahid. Kisha Ibn Kathir yasema wa ghayru wahidin min as-salafi wal khalafi, na asiyekuwa mmoja katika waliotangulia na waliochelewa katika wanawazuoni wamesema wote hao, innaha ashru dhilhijja, kwa hakika hayo masiku 10 hayo yaliyotajwa katika suratul Fajr ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ndio tafsiri ya salaf. Ibn Kathir akatia komenti yake hapo ta'liq kwa kusema wa huwa sahih, na hii ndiyo tafsiri iliyokuwa sahihi. Hiyo ni aya katika suratul Fajr, aya ya kwanza na ya pili. Lakini miongoni mwa mambo yenye kuonyesha fadhila ya masiku haya ni hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bazzar kwenye Kashf al-Astar, kadhalika Ibn Hibban katika sahihi yake, na hadithi hii vile vile ameisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha. Ni hadithi kutokea kwa sahaba Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هيكمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يليبور زيدي katika masiku ya dunia ni masiku 10. Na haya ni masiku 10 ya Dhulhijja. Afdalu ayami dunya ayyamul ashr, yaliyo bora zaidi katika masiku ya dunia ni masiku 10 ya Dhulhijja. Wanawazuoni wanaeleza baina ya masiku 10 haya ya Dhulhijja na yale masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan ni yapi yaliyokuwa bora zaidi. Al-ashru min Dhulhijja wal-ashru al-akhir min Ramadhan. Je, haya masiku 10 ya Dhulhijja na yale masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan ni yapi yaliyokuwa bora zaidi? Kuna khilafu. Kuna walioona kwamba al-ashru al-akhir min Ramadhan ndio bora zaidi, kwa namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akijipinda katika masiku yale, kama Aisha anavyoelezea, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahlah. Kwa baadhi ya ulama wakaona yale masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan ni bora zaidi, wengine wakaona hapana, yaliyo bora zaidi ni masiku haya 10 ya mwanzoni katika Dhulhijja, kwa hadithi hii ya Jabir na hadithi mfano wake. Wengine katika wanawachuoni wakapita kati na kati, wakafanya jamu, wakazikusanya hizi kauli mbili, wakasema al-ashru al-akhir min shahr Ramadhan, yale 10 zile siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhan, layaliha, ni usiku zake ni bora zaidi kuliko ni usiku za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Na ama masiku 10 ya Dhulhijja michana yake ni bora zaidi kuliko michana ya masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wakapita hivyo, na wewe pita katikati hapo, taslam. Lakini al-allamatu at-tabi'i al-kabir Abu Uthman an-Nahdi rahimahullahu ta'ala min sadati tabi'in, yeye anasimulia, anasema kanu yu'adhimuna 13, walikuwa wema waliotangulia masahaba na wale mabwana wakubwa wa kitabi'in, anawakusudia watu hao. Kanu yu'adhimun, walikuwa wanaadhimisha mabwana hawa 13, yale matatu katika 10. Kuna 13 hayo salaf walikuwa wakiadhimisha na kuyatukuza. Kisha Abu Uthman rahimahullah akaanza kuyataja kwa kusema al-ashra al-awwala min Dhulhijja, walikuwa wakiadhimisha masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, haya tuliyokuwa nayo. Wal-ashra al-akhira min Ramadhan,
na vile vile wakiadhimisha masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan. Lakini akamalizia kwa kusema wal ashra al-awwala min al-Muharram, kadhalika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram utafuatia baada ya mwezi huu wa Dhulhijja, baada ya Dhulhijja ambapo ndio mwezi wa mwisho, mwezi wa 12 wa Kiislamu. Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Muharram nao una mambo yake, yale masiku yake 10 ya mwanzo ni bora. Kwa hivyo salafu salih walikuwa wakiadhimisha haya 13. Maneno haya amenukuu al-Allamatu Ibn al-Jawzi katika Tabsira, juzuu ya 2 sahifa ya 124. Lakini al-Allamatu al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake mashuhuri sana Lataiful Ma'arif, ukisoma ule ukurasa wa 272, yeye ameeleza sababu ya kufadhilika haya masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja. Kwa nini yamekuwa bora? Kwa nini masiku 10 ya Dhulhijja yamekuwa ni bora? Kuna maneno mazuri yameyazungumza al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali akisema lamma kana Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusi al-mu'minin haninan ila mushahadati baytihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala mushahadatihi fi kulli 'amin farada 'ala al-mustati' al-hajj مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن عجز عن الحج في أيام فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون هذا العمل يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنا سيما لما كان الله سبحانه وتعالى نقل أمامه ولبقوا الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين أمويكا katika nafsi za waumini haninan ay hubban, ameyaweka mapenzi mazito sana, ila mushahadati baitihi alharam, mapenzi ya kuishuhudia nyumba yake takatifu, nyumba ya Makka, alkaabatu almusharrafa. Allah ameweka mapenzi kwa waumini kupenda kwenda kule Makka, na hivi ndivyo waumini walivyo, wana shauq ya kwenda Makka. Mtu ambaye haja kwenda Makka anatamani kila siku apate fursa ya kwenda Makka, na yule aliyekwenda Makka anatamani arudi tena. Ndivyo ilivyo nyumba hii tukufu kwa Waislamu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ameliweka hilo katika nyoyo za waumini, kisha akasema rahimahullah walaysa kullu ahadin, na si kila mmoja, qadiran, ni mwenye kuweza, ala mushahadatihi fi kulli amin, juu ya kuishuhudia hiyo nyumba ya Makka katika kila mwaka. Si kila mmoja anaweza, wanahitaji gharama, ni mbali huko, na hivi sasa kila miaka ilivyokwenda gharama na zinaongezeka zaidi, mahitaji ni makubwa zaidi. Sasa si kila mmoja anaweza kwenda kila mwaka. Sikwambia habari ya kila mwaka, si kila mmoja ana uwezo wa kwenda walau mara moja kwenye umri wake. Pana watu wana tamaa ya kwenda huko tokea ni vijana mpaka wanazeeka, kila anavochanga hazijai, na kila mwaka unaambiwa gharama zimeongezeka, si ndio? Mfano hivi sasa haji ni takriban milioni 16. Watu walikuwa wanakwenda haji kwa milioni 2, 3, 4 leo. Kwa hivyo watu wanatamani kwenda,
Lakini kwa kuwa si kila mmoja ni mwenye kuweza juu ya kuishuhudia hiyo nyumba ya Makka katika kila mwaka, anasema rahimahullah, faradha ala almustati' alhajja marratan wahidatan fi umrihi. Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha kwa mwenye uwezo, kwa mwenye kuweza akaifaradhisha haji tena mara moja tu katika umri wake. Alhajju marra, hija ya faradhi ni mara moja, ukienda zaidi ya hapo ni sunna. Lakini sasa angalia shafaqa, angalia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Waja'ala mawsim al-ashr mushtarakan baina as-sa'irin wal-qa'idin, na Allah akaujalia msimu wa haya masiku 10 al-ashr al-awwal min dhul-hijja, ni haya masiku 10 ya mwanzo ya dhul-hijja, na Allah akaujalia msimu wa haya masiku 10 mushtarakan, ni wenye kushirikianwa, wanashirikiana bwana katika msimu wa haya masiku 10 baina as-sa'irin, baina ya wale waliokwenda Makka, wal-qa'idin, na wale waliobakia katika miji, wote wanashirikiana katika kuchota fadhila katika masiku haya. Hao waliokwenda huko Makka watapata fadhila zao za haji na zile ibadati ambazo zinapatikana huko Makka, lakini waliobakia katika miji ambapo hawakwenda Makka hawakuachwa bure, na wao nao pia wamepewa fursa nyingi tu katika haya masiku 10. Kwa hivyo Allah akajalia haya masiku 10 haya ni yenye kushirikiana baina ya waliokwenda na waliobaki. Kisha anasema rahimahullah, akitupa ushauri na maelekezo, faman ajaza anil haji fi amin, na yeyote ambaye ameshindwa kutokamana na kufanya ibada ya haji katika mwaka fulani, ikiwa umeshindwa, umekosa uwezo, basi unayo fursa nyingine bwana. Qadara fil ashri ala amalin ya'maluhu fi baitihi, basi atakuwa na uwezo mtu huyu ndani ya haya masiku 10 juu ya amali atakayoifanya amali hiyo katika nyumba yake. Una fursa ya kufanya amali nyumbani kwako, una haja ya kutafuta ndege wala meli, si huna kitu. Tumia fursa sasa katika masiku haya 10 nyumbani. Kwa hivyo ataweza bwana katika masiku haya 10, ataweza juu ya kuifanya amali aifanyayo amali hiyo fi baitihi, nyumbani kwake, tena yakunu afdala, inakuwa hiyo amali ni bora zaidi, min aljihadi, kuliko jihadi, alladhi wa afdal min alhajj, jihadi ambayo kidaraja ni bora zaidi kuliko haji, kwa sababu jihadi imebeba uwajibu na ziada, uwajibu na ziada, kama wanavyoeleza ulama. Haya ni maneno ya nani? Ya Al-Hafidh Ibn Rajab. Lakini katika waliotoa sababu ya kufadhilika masiku haya 10 ya Dhulhijja ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kwenye Fathul Bari. Fathul Bari ni juzuu ya 2, ukurasa wa 460 mpaka 462. Ukipekua hapo maneno hayo yapo. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة، أنا سيما لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، كيشا كزتاجة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. أنا سيما والذي يظهر اللي أمال لنذهيري أن السبب وما hakika sababu fi imtiyazi 10 dhilhijja, katika kupambanuka kiubora haya masiku 10 ya dhilhijja. Al-Hafidh Ibn Hajar anatoa mawazo yake na ijtihadi yake juu ya kudadavua kwamba ni kitu gani kimefanya haya masiku 10 ya mwanzo ya dhulhijja kuwa bora. Anasema sababu bwana ya kupambanuka haya masiku 10 ya Dhulhijja, limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, ni kwa ajili ya kuwa masiku haya ndiyo mahala pa kukusanyika zile ibada mama ndani yake. Akazitaja, wa hiya sala,
nazo ni ibada za swala. Watu wanaswali katika masiku haya, swala ipo, wasiyam, lakini pia panakusanyika ibada ya funga. Inafaa kufunga masiku haya 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, bali pamekokotezwa kufunga siku ya 9 yaumu Arafa, siku ya Arafa. Pamekuja kokotezo kubwa kabisa la sunna kama tutavyoona huko mbele. Kwa hivyo siyamu pia ipo katika masiku haya, wasadaqa, na sadaka ipo. Sadaka ni katika amali njema, lakini pana sadaka maalumu katika masiku haya, nayo ni sadaka ya kuchinja, kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalisha maskini, na hili linapatikana kuanzia siku ya 10. Lipo hilo, lakini wal hajj, na inapatikana haji, kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalisha maskini, na hili linapatikana kuanzia siku ya 10. Lipo hilo, lakini wal hajj, na inapatikana haji. Haji kilele chake cha kuanza ni katika mwezi huu wa Dhulhijja, yaumu tarwiya, siku ya kuhirimia haji kwa urasmi kabisa, ambapo kwa mwaka huu insha Allah taala itakuwa ni tarehe 8 kama kawaida inavyokuwa miaka yote, tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka 1446 hijiria, na kwa miladia itakuwa ni siku ya tarehe 4, tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025 ndio yaumu tarwiya, na tarehe 5 ni siku ya Arafa, mahujaji wanateremka zao Arafat. Sasa pana haji inapatikana katika haya masiku. Anasema al-Hafidh Ibn Hajar, wala yataatta dhalika fi ghairihi, na wala haliji hilo katika yasiyokuwa masiku haya. Katika masiku mengine yasiyokuwa haya huwezi ukapata mkusanyiko wa ibada kama hizi. Swala zipo, funga zipo, sadaka, haji. Ibn Hajar anaona kwamba kwa sababu ya mkusanyiko huu wa zile ibada mama, haya masiku 10 haya ya Dhulhijja yakawa ni masiku bora sana. Ayuha nasu ibadallah, kuna jambo jingine tulitaje hapa katika kalima yetu hii ya leo. Pana mambo mengi yamefanywa kuwa ni sheria ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja na masiku yanayokuja baada yake, na mambo haya yanaonyesha ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja. Miongoni mwa ibadat zilizofaradhishwa na kufundishwa na kuwekwa kufanywa katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, bali ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, ni faridhatul hajj, ni faradhi ya ibada ya hajj. Nanyi mnafahamu nafasi ya hajj. Alhajj ruknun min arkani alislam. Hajj ni nguzo bwana, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Sasa ibada ya hajj, barakallahu fik, inapatikana ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, na inaanza rasmiyan katika masiku yaliyomo ndani ya siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekokoteza kwenye Qur'ani, kwenye sura mbalimbali, juu ya uwajibu wa ibada ya hajj. Qala Allah ta'ala, wa'adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Suratul Hajj, aya 27. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizungumzia ibada ya hajj, wa'adhin fi an-nasi bil hajj, natangaza. Na haya ni maelekezo Allah ameyatoa kwa manabii wake, kuanzia Nabiullah Ibrahim na hata kwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'adhin fi an-nasi bil hajj, natangaza, kuwatangazia watu ibada ya hajj. Toa matangazo, i'lanat. Ya'tuka rijalan, watakujia hao watu hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na watakuja vile vile
wakiwa juu wa kila ngamia aliyekonda matumbo yake kwa mwendo. Yaatin, watakuja ngamia hao waliokonda, min kulli fajjin amiq, kutokea kwenye kila bonde, kwenye kila njia iliyokwenda mbali. Watatoka mbali watu na wanyama wao wakija haji. Tena wanyama wamechoka na kukonda kwa mwendo wa safari, lakini watu wanamkusudia Allah. Yaatina min kulli fajjin amiq, watakuja wanyama hao waliokonda kutokea katika kila njia ya mbali. Liyashhadu manafi'a lahum, wanakuja kufanya nini? Kwa ajili wayashuhudie manufaa yao, manufaa ya kidunia. Watu wakifika kule, kuna ambao watafanya biashara, mkusanyiko ni mkubwa, watu watauza, watanunua, na wengine watakwenda kutoa ushamba. Wataona miji mizuri, majengo ya kifahari, vitu bora, pana watu wanakwenda na wanashangaa wakifika kule namna palivyo. Lakini pana manufaa ya kiakhira, ibada. Unakwenda kufanya ibada, na ukitakasa nia yako, hilo ni bora. Kwa ajili wakayashuhudia manufaa yao huko Makka. Wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin, na kwa ajili walitaje jina la Allah katika masiku maalum. Masiku maalum ni masiku gani? Ayamu 10 min Dhulhijja. Tafsiri Ibn Abbas vile vile, katika masiku maalum wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku hayo ya Dhulhijja. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya kile ambacho amewaruzuku wao katika wanyama wenye kuchungwa na kufugwa. Kisha Allah anasema fakulu minha, na kuleni sehemu ya wanyama hao mliowachinja katika ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, kuleni nyama zao. Na hiyo ndio udhiya. Udhiya watakiwa ule bwana, ule kweli kweli, choma nyama choma, piga supu, tengeneza marara na mtura, ndio wakati wake. Lakini waati'imul ba'is alfaqir, na pia mumlishe aliyekata tamaa na aliyefakiri. Mumlishe mwenye shida, asiye na kitu, na aliyefakiri. Hapa pamekuja kokotezo la ibada ya haji. Lakini pia ukisoma surah Ali Imran, aya ambayo mmehifadhi waislamu wengi, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi ala nnasi, na anayo faradhi Allah juu ya watu, hijjul bait, faradhi ya kuhiji nyumba. Ni jambo la lazima hilo. Man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye anaweza kuiendea hiyo nyumba ya Makka, kufuata njia. Bali huko panahitaji uwezo wa kiafya, panahitaji uwezo wa kimali, panahitaji uwezo wa kiusalama. Wako watu wanashindwa kutoka katika miji yao, wana mali, wana afya, lakini hakuna usalama. Hakuna ndege inayoruka wala meli inayosafiri baharini. Lakini mwenye uwezo kwa nyanja zote achukue njia bwana, aelekee Makka akafanya haji. Allah amefaradhisha hili jambo, na hizi ni nasaha tunapewa sisi Waislamu, hususan wale wenye uwezo. Allah amekufungulia kipato, ndugu yangu Muislamu, unayo masurufu ya kwenda Makka kwenye haji, gharama za tiketi za ndege, kutengeneza visa, gharama za hoteli na mahitaji yako muhimu ya huko. Kadhalika una uwezo wa kuacha masurufu nyumbani kwako, kwenye familia yako, una uwezo huo, usichelewe kwenda haji, kwa sababu hii ni faradhi ya Allah. Usivute. Pana watu miaka inakatika, nitakwenda leo, nitakwenda kesho, na wana uwezo. Wallahi, si tu uwezo wa kwenda yeye, ana uwezo wa kwenda na familia yake yote, akatoka yeye na wazazi wake na mke wake, na pengine akachukua na ndugu zake. Pana watu wana uwezo huo, akaenda na watu 5, 6, 10, na wala asihisi chochote. Lakini sheitani anamchezea kwa taswifu, nitaenda mwakani inshallah,
La, tusifanye hivyo. Na pana wale ambao wanaona hakuna umuhimu wa haji. Unawaona hasa walivyo, hawaoni kwamba ni muhimu wala hawaligusi jambo hili la haji, lakini wanasafiri miji mingi, safari za kibiashara kama tunavyosema mara zote, safari za kitalii, dunia nzima wamezurura hii. Watu wengine ukifungua pasipoti yao hakuna sehemu ya kutia muhuri, ilivyojaa maviza ya kila nchi, mpaka wale watu wa immigration wanapekua kwelikweli kutafuta sehemu ya kuweka muhuri. Bwana mkubwa anavyojua kusafiri, sahibu safariyat, lakini pasipoti yake haina muhuri wa Makka na Madina. Hakuna muhuri wa Saudia kwamba aliwahi kwenda Makka au Madina, hamna. Wa huwa muslim, yani muislamu. Tatizo ni nini? Ni mali za haramu. Sio wote mali zao ni za haramu, wako ambao ni za halali. Haya, tuseme wale wengine wenye mali za haramu labda wanaogopa, mali hii haifai kwenda. Pana watu wanajijua, mimi bwana sistahiki bwana. Ni mtu tajiri lakini anajijua hastahiki. Mali za kamari, mali za riba, anajiambia mimi bwana najitafuta bwana, siwezi kwenda. Na Wachaga wanadanganyana huko, ukienda tuna mali ya haramu unabaki kule, urudi subutu, watu hawaendi, ndio Lakini pana wengine wana mali za halali, lakini taswif shaitani anawachezea. Sasa usidhani kwamba Allah anakuhitajia sana wewe ukajiona kwamba wewe ni traveler mzuri sana unatakiwa ufike kule. Allah anaja na wewe kama utaki. Allah anasema waman kafara, na yule atakayekufuru akaipuuzia ibada ya haji na kuikanusha, fa inna Allaha, sikiliza hapo, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, kwani hakika Allah ni mkwasi, Allah ni tajiri wa kuwahitajia walimwengu. Allah hawahitaji walimwengu, hana haja na uwezo wako. Huo utajiri uliokuwa nao, hizo fedha, unawavimbia viumbe wenzio. Na pia kuna mahali uvimbi, unaonekana kama mfanya kazi tu, kwa sababu pana watu wanazidiana kwenye dunia hii. Inawezekana kijijini kwenu huko ndio unaonekana bwana mkubwa, tajiri, bosi, mdau, lakini kuna sehemu ukienda wewe ni muosha vyombo tu. Huku duniani watu wanazidiana. Vipi kwa Allah Al-Khaliq? Unamfanyia jeuri na amekupa riziki, una uwezo kwenda haji na hutaki, madhara utakula wewe. Sasa ibada ya haji inapatikana katika siku hizi. Lakini pia mnaijua hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, alhadithu inda al-Imam al-Bukhari, hadithi ametaja al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja fadhila kubwa sana za haji. Sehemu ya hadithi Mtume anasema wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na haji, hija iliyotakasika na makosa, hija takasifu, laysa lahu jazaa'un, haina hija hiyo malipo yoyote, illa aljanna, isipokuwa ni pepo. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana katika jambo hili. Lakini miongoni mwa ibadat zilizomo ndani ya haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, ukiacha haji, jambo jingine la kiibada lililopo katika masiku haya, wayustahabu fiha siyam, na imependezeshwa katika haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja kufunga. Wa min dhalik siyamu 9 ayyam min al-ashr, na miongoni mwa kufunga ni kufunga siku 9 katika hili 10 la mwanzo la Dhulhijja. Tunasema ayyamul ashr, lakini kwenye kufunga, yenye kufungwa ni masiku mangapi? 9 peke yake, tarehe 1 kama leo mpaka tarehe 9. Ama siku ya 10 ni siku ya Eid. Siku ya Eid ni haramu kufunga. Sasa pamekokotezwa kufunga hizo siku 9 za Dhulhijja, ni jambo lenye kufaa. Ukiweza kufunga zote jaiz, maulama wanasema linafaa, kwa sababu siyam inaingia katika al-amal salih. Pamoja kwamba haijapatikana hadithi makhsus kwamba Mtume alayhi salam amefunga siku 9 kwa mfululizo, 1, 2 mpaka 9, hadithi makhsus haijaja, isipokuwa ulama wameona ni jambo lenye kujuzu, kwa sababu as-saum
ni katika a'mal as-salihah, bali ni katika zilizokuwa bora katika a'mali salihah. Lakini pia unaweza ukachagua ukafunga baadhi ya siku, ukafunga al-Khamis inayopatikana ndani ya hizo siku 10, al-Ithnain, ukafunga Jumatatu inayopatikana katika hizi 10, bali ukafunga yaumu Arafa, siyamu ya Arafa kwa mtu asiyekuwa katika ibada ya haji Makkah, akafunga Arafa kwa sababu imekokotezwa zaidi kama tutavyoona huko mbele. Hili jambo la kufunga hili imekuja riwaya عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أنا سمع عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسمع amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salih, matendo mema, fiha, ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah, ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah Taala aliyetukuka, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Mtume akiashiria haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, yani anasema arrawi, anakusudia mtume ayyam al-ashr, ni haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wasema kwamba hakuna katika masiku ambayo amali njema ni bora zaidi kuliko yenye kufanywa katika masiku haya. Wakauliza masahaba, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah, yani amali hii pia tuachilie mbali amali zingine, basi amali ya jihadi pia haifui dafu. Qala wala aljihadu fi sabilillah, na hata jihadi katika njia ya Allah. Kisha akavua aina fulani ya jihad, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwenda jihadi kwa nafsi yake yeye mwenyewe na mali yake, thumma lam yarji' min dhalika bishay'in, kisha hakurejea na hilo kwa chochote, yani hakurejea na nafsi wala mali. Ni mujahid, amekwenda kwenye jihadi huko, nafsi yake ikafa, mali pia ikapotea. Sasa huyu kafanya jambo kubwa zaidi, amali ya huyu ni amali kubwa zaidi. Lakini mujahidi wa kawaida aliyekwenda kwenye jihadi akapigana na akarudi na mali zake na pengine akaongeza akapata ngawira, huyo hawezi kufikia amali ya mtu mwenye kufanya katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Umeelewa? Adhim. Sasa al-allamatu faqih al-asr Ibn Taymiyyah hadha az-zaman, kama wanavyosema baadhi ya maulama wetu, الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى, wakati anasherehesha Riyadhus Salihin katika juzuu ya 6 sahifa 113, Ibn Uthaymin akazungumza maneno kuhusiana na hadithi hii. Qal wa qawluhu, na kauli yake mtume alayhi salam, al-amalu salih, matendo mema. Qala rahimahullah, yashmalu salata, linakusanya hilo, kwa maana tendo jema, yashmalu salata, linakusanya sala, wasadaqata, na sadaka, wasiyama, na funga pia inaingia. Yote hayo, swala, sadaqa, funga, wadhikra, na kumdhukuru Allah, watakbira, na kupiga takbirat, ni sehemu ya dhikri hiyo. Wa qira'at al-Qur'an, na hilo linakusanya pia kusoma Qur'ani. Wa birra al-walidain, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa silat al-arham, kuunga ndugu, kuunga kizazi,
wal ihsana ila al-khalq, na kuwafanyia wema viumbe, wa husna al-jiwari, na uzuri wa ujirani, kukaa kwa wema na majirani zako, wa ghaira dhalik, na mengineyo yasiyokuwa hayo yanakusanywa hapo. Kullu al-a'mali salihah. Ibn Uthaymeen anasema matendo yote mema huu ndio wakati wake. Kwa hivyo miongoni mwa jambo lililokokotezwa katika masiku haya ni ibadatu saum. Ni ibada ya nini? Ya kufunga. Nikimalizia nukta hii, miongoni mwa haya masiku 9 yenye kufaa kufunga ni yaumu Arafa. Ni siku ya nini? Ni siku ya Arafa. Na hii siku ya Arafa imekokotezwa zaidi kufunga wallahi, kwa kuangalia fadhila alizozitaja Mtume alayhi salam. Arafa ni siku ina fadhila nyingi na ni siku tukufu sana, na insha Allah taala mara nyingine tukipata fursa mapema, labda tutataja fadhail zilizokuja kwenye nusus za siku ya Arafa. Lakini katika jambo la funga ya Arafa, funga ya mwezi 9 imekokotezwa kweli kweli. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, nitaje riwaya hii moja tu, hadithi Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Qatada radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, siyamu yaumi arafata, funga ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wamesimama kule Arafat. Na hapa tufahamiane Waislamu, Arafa iko mahala pamoja tu. Arafa iko Makka, katika viwanja vya Arafat ndiko iliko Arafa. Arafa haipatikani Karbala, wala haipatikani Kidongo Chekundu, wala uwanja wa Mnazi Mmoja, si ndio? Arafa iko Makka na mahujaji wanasimama huko, na hao mahujaji huko Makka wala hawana mizozo kwamba lini tuanze haji. Wote wanafuata utaratibu wa haji kama ulivyo pale Saudia. Hakuna mtu anayegoma kwamba mimi nimekuja na tarehe yangu bwana, huko kwetu ni mwezi 7, mimi siwezi kuanza haji leo kwa sababu bado kwetu ni mwezi 7 bwana, hizi tarehe za Wasuudia sitaki mimi. Mahujaji hawana mizozo huko, kifika kule wanaelekea kibla tu. Mizozo yenu mkirudi huku kwenu mdanganyane huko, lakini wakiwa kule wanaanza pamoja, na mahujaji wanakwenda yaumu tarwiya kulala Mina, na asubuhi wanaminika zao kuelekea zao Arafat. Sasa ile siku ambao wanakwenda kusimama pale, na sisi wengine tunaungana nao kwa siamu. Sasa nazungumzia funga hiyo, sizungumzii hiyo Arafa yenu ya kalenda, mmekaa huku na tarehe yenu. Hii ni 9 yetu huku Tanzania, mnakuja kufunga watu washaondoka Arafat. Ni kuwafanyia watu khiana. Arafa gani hiyo wakati watu kule Maka washaondoka? Wanashuka zao, watu wameondoka wakalala Muzdalifa, wanakuja zao Mina. Nyinyi huku ndo mna tarehe yenu, sasa mwageuza jitarehe tu. Na wengine wanasema tufunge. Arafa ni ile waliosimama watu wako mashike hawa na wanafahamika, fungeni. Lakini idi yetu kesho kutwa, ndio umekwepa nini sasa? Yani mpaka mtu hawavuruge watu tu. Tuwazungumzia Arafa ya wale mahujaji wenye kusimama kule kuifunga siku ya Arafa ile ya mahujaji ile. Tumesema ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, ninatarajia ifute hiyo siyamu ya Arafa madhambi ya mwaka ambao ni kabla ya mwaka huo na ya mwaka ambao unakuja baada ya hapo. Kwa maana siyamu Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili, mwaka wa kabla ya mwaka huo na mwaka wa baada ya mwaka huo. Wa ala sahih, na kwa kauli sahihi zaidi, madhambi yenye kufutwa na siyamu ya Arafa ni saghair adh-dhunub. Wengine katika ulama wanasema ni inaingia mpaka kwenye kabairi dhunub. Sasa unakosaje kufunga Arafa, siyamu ya Arafa ambayo ina fadhila kama hii ya kuporomoshewa na kufutiwa na Allah madhambi ya miaka miwili? Je, wewe huna madhambi? Unaweza ukajitoa kimasomaso hali ya kuwa unagonga kifua chako kwamba wewe ni mswafi?
huhitaji msamaha wa Allah. Hakuna mwenye ujeuri huo, sote ni wenye kukosea na tuna madhambi na tunahitajia msamaha wa Allah. Hizi ni fursa, tutumie fursa hizi. Tujalie umeshindwa kufunga katika masiku yaliyotangulia, basi angalau usikose kupambana na saumu katika saumu ya Arafa. Insha Allah taala, kwa siku ya leo tutakomea hapa. Tumetaja mambo mawili katika ibadati zilizopendekezwa kufanyika katika mwezi huu wa Dhulhijja, na hasa katika masiku haya 10 ya mwanzo. Tumetaja jambo la haji, lakini pia tumetaja jambo la siyam, na insha Allah taala kuanzia kesho tutataja mengineyo katika yaliyokokotezwa kufanya katika masiku haya, tutayataja insha Allah taala. Na kuna hukumu zingine mbalimbali zenye kufungamana na masiku haya, kadhalika siku za Eid kama tulivyoona, na mambo ya udhiya. Hayo insha Allah yatakuja katika kalima yetu ya kesho. Bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hiki cha leo itatosheleza. Tuyachukue haya maneno, tuyazingatie na tuyafanyie kazi. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wal-isaba lilhaq. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.